Ndugu yangu Beni, kitengo chako kile cha ukaribisho sijakisahau. Hujakisahau. Kitengo cha mapokezi. Cha mapokezi huko vizuri. Niko vizuri. Naam. Tukaribisha sana afande. Asante. Karibu sana. Hii ni Kumekucha Tanzania. Na huyu anaitwa Ana Milanzi, mimi ni Beni Gedau. Ndio. Wako kwa asante, naitwa Kuplosofia Peleka. Yeah. Leo wakati anazungumza mwenda pole, kabla hujaja na kile ambacho tunaenda kukizungumza leo. Mwenda pole bwana amezungumzia zile taa za kuongozea magari za Super City pale. Leo bwana inaonekana pale papo busy sana, lakini ni kama kila mtu anajichukulia sheria mkononi hivi. Yaani kila mtu wanategeana, huyu apite. Sasa hiyo kwa namna moja ama nyingine inaweza tukatafsiri pia kukapelekea pia hata ajali zile zisizo za lazima. Hili tunalifanyaje afande? Nadhani ukizungumza vile maana yake kwamba taa zile pale kwa leo naona hazifanyi kazi. Huduma ile au kazi ya au watu wanaohusika na zile taa za kuongozea magari pale au vyombo vya moto au kuongoza watumiaji wa barabara zinahusika na watu wa TANROADS. Nafikiri pengine kutokana hata na hali ya hewa inayoendelea hiyo inawezekana ikawa ni chanzo, au pengine wao wanafahamu wataalamu wa hizo taa shida inakuwa ni nini, lakini nadhani watakuwa natusikiliza, lakini pia talifikisha. Nikitoka hapa tutawasiliana na manager wa TANROADS, nadhani watakuwa wanalifanyia kazi. Sasa nini hao madereva wanapaswa kufanya? Waendelea kuvuka hivyo madereva wanatakiwa sio kuviziana. Unajua taratibu huwa zipo, unapopita sehemu ya kuzunguka unatakiwa umpe kipaumbele mtu anayekuwa yuko kulia kwako. Kwa wale madereva ambao wanafahamu wanajua kwamba unapopita sehemu yenye mzunguko au kwenye makutano zaidi ya barabara moja, lazima unatakiwa kumpa kipaumbele yule ambaye anakuwa yuko kulia kwako. Asante. Nadhani kwa leo kilichonileta hapa, nataka tuzungumze na hawa watumiaji wote wa barabara wote, kutokana na hii hali ya hewa tunayoendelea nayo, kunajitokeza shida nyingi ambazo pengine unakuta barabara imeenda au sehemu kuna maji, wengine wanadiriki kuingia hivyo. Watu wa zamani au watu wa kale walisema maji huwezi kuyapima kwa mguu. Kwa hivyo sisi wote mnaonisikiliza, tunapokuwa tunaendesha vyombo vyetu vya moto ama hata tukitembea kwa miguu, tuchukue tahadhari. Umezoea kwamba huwa hapa najua kuna daraja au siku zote huwa napita pako hivi, kutokana na mvua hizi zinazoendelea inawezekana kumbe daraja pale limeondoka, lakini unaona maji tu, umeshakalili kwamba huwa pako hivi, ukalazimisha kuvuka. Tuchukue tahadhari wote, tunaoendesha basikeli, tunatembea kwa miguu, tunaoendesha vyombo vya moto kwa maana ya pikipiki na hata magari. Sehemu nyingi nadhani kwa Katavi yetu hii mvua kubwa zinaendelea kunyesha na athari zinatokea. Sawa, kuna moja kati ya video siku fulani niliwahi iona ambayo yule dereva alipita sehemu ambayo ina maji mengi, lakini yeye akieleza kwamba mimi nilifanya hivyo kwa ajili ya kuokoa uhai wa mama na mtoto. Tunajua kuna wakati mwingine changamoto inatokea, maji yako mengi na ni kweli kabisa unaona hapa labda hapapitiki, ila kwa sababu fulani anaamua mtu kupita. Na yenyewe hiyo tunaweza tukaiwekaje? Yaani kwa huyu ambaye pia nasikiliza na ni dereva pia. Kuokoa maisha ya mtu, unajua unaweza ukataka kuokoa maisha ya pengine mtu mmoja, lakini ukapoteza maisha ya watu wengi, lakini pia na mali. Kwa sababu una mgonjwa pengine kama hivyo nasema naokoa huyu mtu anaumwa, lakini kuna wewe pia ambaye unamsaidia, kuna wasaidizi wake mgonjwa yule, lakini bado una mali. Nikisema mali ni kile chombo. Kwa hivyo tuwe wavumilivu. Mkikuta sehemu ambapo mnaona kabisa paeleweki, usijiamini, kuwa mvumilivu, aidha msubirie. Kama ni maji, kuna wakati mwingine yanaenda yanapungua, au kunaweza kuwa kuna maji mengi, kumbe kuna sehemu fulani labda kuna shida imejitokeza, labda kuna vitu vimeziba mitalo.
Kwa hivyo taasisi zinazohusika zikishapewa taarifa, mfano watu watano dua wanaenda wanaangalia, wanagundua kwamba hapa shida hii imetokana na nini. Wakishagundua chanzo cha ile shida wanatatua. Mfano kuna sehemu jana niliona maji yalikuwa yamejaa kumbe, lakini kuna sehemu mtaro ulikuwa umeziba, magugu yameenda pale yameziba, kwa hiyo maji hayaendi. Ikapelekea maji yakawa yamejaa sehemu fulani, watu wakawa wanashindwa kupita. Lakini baada ya kugundua walienda wakatatua ile shida, maji yakaenda na barabara ikawa imekaa vizuri. Kwa hivyo sawa, unaokoa maisha ya mtu, lakini unaweza kuwa unaokoa maisha ya mtu mmoja lakini tena ukapoteza maisha ya watu wengi. Kwa hivyo tuwe wavumilivu, tusilazimishe. Vumilia, toa taarifa sehemu inayohusika, tatizo litatatuliwa. Kwa wale madereva ambao wakati mwingine unakuta wanakuwa na ubishi, sijui niseme au sijui nitumie lugha gani, wengine anaweza kuambia kwamba sasa kwa sababu ya hili eneo hapa, wacha nataka nivuke mwenyewe, abiria teremkeni, alafu mtapita, labda mtavuka hapa kwa namna ya kukamatana hivi wakati na mimi nimepita na nini. Unakuta na abiria wengine nao wanaona sasa kwa sababu anatangulia yeye na sisi ni tunaweza tukapita. Tukio kama hili lishawahi kutokea kule Lindi. Nadhani mvua za mwaka jana kama sikosea. Gari kapita wakashikana abiria, lakini mwisho wa siku walienda. Sasa unaweza kukuta hali ya namna hiyo sehemu nyingine pia inajitokeza kwamba tunaamini dereva kasema anaenda, kwa hiyo na sisi tumfuate. Hiyo ndio maana nimesema, narudi pale pale kwamba tuwe wavumilivu. Maji hayapimwi kwa mguu. Kwamba unatanguliza mguu naona eti sio inakuaje, hapana. Tuwe wavumilivu, tusubirie. Hata ikishindikana kabisa kuahirisha safari. Kuna watu wao wanakaa hata wiki nzima wanavumilia kwa sehemu fulani kuna shida. Sasa kuliko kuwa na haraka ukaleta shida kubwa ukapoteza maisha yako, bora uwe mvumilivu. Najua hata kama kule ulikokuwa unaenda, hata kama ni mahakamani, zile taarifa watazipata. Wataambiwa kwamba sehemu fulani kuna shida hii. Hawezi akakuchukulia hatua yoyote wakafanya, kwa sababu hamna namna. Najua kuna mambo yanajitokeza ambayo hamna namna. Hamna namna nyingine. Tusilazimishe kwamba mimi nawahi, sina wahi na wakati mwingi madereva wanasababishwa na abiria. Abiria anamwambia wewe bwana twende, hapo unapita bwana, sijui nini. Badala ya kutumia sasa na yeye uelewa wake na elimu yake aliyoitumia darasani, anaanza kusikiliza maneno ya abiria wake. Na uwezi kujua abiria wengine pengine mtu mwingine amelala amelewa au mwingine, unajua binadamu tunatofautiana, kila mtu ana fikra zake. Sasa unaacha kutumia ule weledi wako, unaanza kufuata maneno ya watu. Sawa, afande, na kuelewa vizuri sana. Lakini kuna wale ambao pia wanaenda sehemu labda ya mito hii, utakuta mwingine sasa tayari amechukulia ile sehemu kama ni sehemu pia kujipatia kipato. Yaani umwambii chochote, amekaa pale yeye ndo mvushaji maarufu. Kwamba mtu umetoka huko labda barabara ipitiki tena na wewe ndo unatamani uvushwe upande wa pili, unakuta kuna vijana wanakaa pale kwa ajili ya kazi moja tu ya kuvusha ili waweze kuingiza chochote. Kwenye hili nalo mkazo wako ni upi? Kwa sababu tunaona unakuta katika nyakati zote za mvua hali za namna hiyo zinajitokezaga. Niseme maisha ya mtu ama afya ya mtu, anza kwanza wewe mwenyewe kwanza, kabla hata labda serikali haijaingilia kati au mtu mwingine yote hajaingilia kati. Fikiria wewe kwanza, wewe ambaye unataka uvushwe. Unataka uvushwe kwamba pengine kule unakoenda kuna ulazima gani, lakini nisipolifanya lile jambo kutakuwa na athari gani. Lakini sasa kwa mfano ikatokea nikaenda na maji, kwa sababu anayekuvusha naye ni mwanadamu kama wewe. Yeye hana niseme hana cha zaidi, yani wewe unaivushwa. Ana miguu miwili, ana damu kama wewe, yani kila kitu kama wewe. Kwa hiyo maisha yako sasa unayaweka juu ya mtu, kwamba unamtegemea yule mtu kwamba sasa yeye ni mwamba kwenye maisha yako, akuvushe pale. Kwa hivyo mimi niwatake tu wananchi, hebu angalia maisha yako kwanza, jionee huruma wewe kwanza. Wale watu pengine kama ulivyosema kwamba wanasema kufa kufaana, watu penye shida wanageuza fursa. Patia kipato. Pima wewe mwenyewe unaivushwa sasa kwamba hapa iweje. Lakini mimi kama askari nasema usisubutu
usisubutu kuyapima maji au usisubutu kuchezea maisha yako kwenye tundu kama hivyo. Yeah. Sawa. Na kwenye utumiaji wa barabara nyakati za mvua natamani kufahamu, kwa sababu mara nyingi sana watu wanakuambia hiki kipindi cha mvua ajali zinakuwa nyingi sana. Sijajua uhusiano wa mvua zinaponyesha na maeneo ya barabarani, pengine hapajajaa maji, lakini kuna ile kuhusianisha tu kwamba labda pengine madereva mwendo watakiwa waendeshe mdogo zaidi kutokana na, sijajua hapo labda. Wakati wa mvua ni kweli kunatokea shida katika uendeshaji. Unapokuwa unaendesha chombo cha moto, barabara ikiloana na hizi tairi, unazifahamu tairi? Wakati mwingine zinasababisha utelezi. Vile barabara ilivyoloana na zile tairi kunakuwa na utelezi. Angalia hata hii barabara ya nani iko soft sana, barabara kwenda Nyonga nadhani Sasa wakati wa mvua ile kunakuwa na utelezi. Ndio maana madereva wanatakiwa watembee kwa mwendo mdogo mdogo, wasiende kasi. Ukienda kasi unaweza ukateleza, gari ikafanya nini? Ikaanguka. Lakini hata pia kwenye hizi barabara ambazo zinakuwa ni za kiwango cha vumbi. Naona watu wanaenda Kigoma kule. Kwa hali ya sasa hivi unaweza kashangaa gari katoka hapa saa 12 labda akafika kule hata jioni. Barabara inakuwa imeruana, mashimo ni hapa na pale, utelezi, kuzama. Kuna gari inaweza likaegema tu ndio hivyo likaenda, kwa sababu hali zinakuwa imeruana. Lakini kuna mashimo makubwa ambayo yanatokana na hizi mvua, mkaingia kwenye korongo kama hivyo ninavyosema. Unaweza ukapita sehemu wakazani kwamba hapa siku zote watu tunapita, kumbe ile mvua maji yalikuwa yana kasi au yana nguvu, yametengeneza shimo kubwa, mkaingia ndio hivyo mkaanguka au gari kaenda la maji. Kwa hiyo hivyo ndio vinakuwa ni vyanzo vya ajali wakati wa mvua. Ndio maana wanasema kwamba wakati wa mvua hii kunakuwa na ajali nyingi, lakini mvua ndio inakuwa inaleta changamoto za namna hiyo. Na huyu abiria sasa afanye nini endapo anaona labda dereva anataka kulazimisha sehemu ambazo hazipaswi kupita, anataka kuforce kwa ajili pia ya usalama wengine? Na kitu kingine ambacho kinasababishwa na shida na mvua niseme, wakati mwingine mvua inaweza kawa inanyesha, dereva anakuwa hana uwezo wa kuona mbali. Mvua inanyesha, mnatembea, uwezo wa kuona mbali anakuwa hana. Kumbe mbele kuna chombo kingine kinakuja, wanagongana au anakipisha chombo kingine akazani amepisha zaidi, kumbe hamna, kitaka kukipita chombo kingine. Lakini chanzo inakuwa uono hafifu kutokana na mvua na hata ukungu. Wakati wa mvua wakati mwingine kunakuwa na ukungu mkubwa, ndio maana tunataka utembee taratibu. Kama ni kwenye ukungu, mvua kubwa, washa taa ili mwenzako aweze kukuona kwa urahisi. Lakini kwa hawa madereva ambao wanakuwa wana haraka, bado tunarudi pale pale tu kwamba pengine kwa akili yake mwenyewe ama kwa lengo la kujipatia kipato kwa njia haraka kwamba mimi ngoja tu niende ili na kesho nirudi tena, au niende kuna zile ruti za kwenda na kurudi, niende nirudi, lakini lengo apate kikubwa, analazimisha. Na sisi abiria sasa tunatakiwa tunachukua tahadhari. Tunakataa kwa sababu na sisi tunaona huko kwenye chombo, unaona. Msikubali abiria kuburuzwa tu kwa sababu eti mnamtegemea dereva. Mmefika sehemu kabisa mnaona hii hali, hapana. Msikubali. Mkatae kwamba dereva hapa, hapana, tusubiri ama turudishe tulikotoka, hapa haitawezekana. Mkiona analazimisha, kama kawaida tunasema mnapiga simu sehemu husika. Kwenye magari kuna namba za viongozi wa polisi, mnapiga simu, hatua zitachukuliwa. Sawa, Beni, tukiangalia kwa upande wa 0621780663, ndugu mdau hapa anasemaje ndugu mdau? Kupitia 0621780663 kwenye jumbe huko bwana. Sawa. Unajua inunu inabidi kidogo afu likukalia mbali ipetiwe, wanasema ipetiwe. Lakini wengi wao wanasema tutupo pamoja, na wengi wakizungumzia maafa ambayo yametokea jana. Na hizi mvua nyingi ambazo zinaendelea kunyesha, labda wengi wao wanajaribu kuhoji ni tahadhari gani ambazo madereva wanapaswa pia kuzichukua pindi wapo barabarani.
Asante pia Doto kutoka Center Mesha huko pia anasema hivyo. Na asante pia unasema unaitwa Abdalla Abdu kutoka Mwika Ng'ombe, kitongoji cha Katuma. Haya. Sawa, turejee sasa hapo utueleze wito kwa wale ambao wanasikiliza kwa sasa kabla haujaondoka pia hapa. Karibu sana. Natoa wito kwa wanaonisikiliza ama kwa watumiaji wote wa barabara. Tuchukue tahadhari kwa kipindi hiki. Tukiona sehemu hapaeleweki tusiingie, na hata sisi tunaotembea kwa miguu. Ukasema hapa maji yako kiunoni, sini napita. Hapana. Unaweza ukafika sehemu ukakuta maji yana nguvu yakakuzidia. Ukaenda na maji ukalisababishia taifa kupoteza nguvu kazi, lakini familia, lakini hata maisha ya wewe mwenyewe. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.